fiwa na kiongozi aliyekuwa mtumishi katika nafasi mbalimbali ndani ya serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kufikia ngazi ya kuwa makamu wa kwanza wa rais na waziri mkuu na baadaye kustaafu. Tunakupa pole hii. Tunatambua ulipata nafasi ya kukutana naye wilayani Mwanga mkoani Kilimanjaro ulipokwenda kuuzindua mradi mkubwa wa maji ambao ulikuwa ndoto ya marehemu kwa miaka mingi kwa wilaya za Mwanga, Same na maeneo mengine jirani kupata maji yale. Fursa ile ilikupa nafasi Mheshimiwa Rais kupata mawili matatu kutoka kwake. Mheshimiwa Rais, tunakupa pole, lakini pia hata sisi ambao tunafanya kazi ofisi ya waziri mkuu tumenufaika na tunaendelea kunufaika na mchango wake toka utumishi wake akiwa waziri mkuu, nyaraka mbalimbali ambazo alizifanyia kazi, maelekezo ambayo kwa sasa yanaendelea kufanya kazi, nasi pia tumeguswa na msiba huu. Mheshimiwa Rais, nitoe pole kwa familia, watoto, ndugu na marafiki kwa kuondokewa na mzazi wetu, baba yetu, ambaye wasifu wake umeelezwa vizuri sana na katibu mkuu ofisi ya rais utumishi pamoja na dada yetu mtoto wa marehemu, wasifu ambao umeeleza namna ambavyo amekuwa bora katika familia, lakini pia kwenye utumishi wake ndani ya serikali, na sikusudii kurudia. Nataka nitumie nafasi hii kutoa pole kwa watumishi wa umma na wote walioguswa na msiba huu. Tumepoteza kiongozi ambaye alikuwa anaendelea kutupa ushauri wa namna kutekeleza majukumu yetu ndani ya serikali, akisisitiza kutenda kazi kwa uaminifu, uadilifu, lakini pia na weledi wa hali ya juu kwa lengo la kutoa matokeo. Mheshimiwa Rais, baada ya kutokea kifo cha kiongozi wetu mstaafu hayati Mheshimiwa Cleopa David Msuya, pamoja na miongozo ya serikali lakini pia maelekezo yako, tumefanya maandalizi ya kutosha yanayopelekea kwenda kumhifadhi kwenye nyumba yake ya milele. Kutoka mwanzo akiwa Mzena, tulipompeleka kama mwili pale Lugalo, na baadaye nyumbani kwa marehemu hapa jijini Dar es Salaam. Maandalizi yameendelea na yako kwenye maandalizi mazuri pale Mwanga, lakini kule Usangi maandalizi yote yapo. Na kule Usangi tumepeleka timu ya mawaziri na makatibu wakuu na watendaji wengine serikalini. Nataka nikuhakikishie maelekezo yako yote yameendelea kutekelezwa na hali ni mzuri ya kwenda kumfikisha kwenye nyumba yake ya milele. Mheshimiwa Rais, naomba tukushukuru kwa kutupatia ndege itakayobeba mwili wa marehemu pamoja na wanafamilia kesho asubuhi ili kufika mkoani Kilimanjaro na baadaye Mwanga, ambako wana Mwanga na majirani na yeyote aliyeguswa na msiba huu atapata nafasi ya kuaga pale Mwanga mjini kesho, na baadaye jioni tutakwenda kijijini Usangi ambako kesho kutwa kutakuwa na hatua za mwisho za kwenda kumlaza kwenye nyumba yake ya milele. Mheshimiwa Rais, kwa nafasi ndogo niliyopewa ya kutoa salamu, tunakushukuru kwa maelekezo yako kwa ujumla, na nikuhakikishie kwamba safari hii ya mzee wetu tunaendelea kuiratibu vizuri. Mheshimiwa Rais, nikupe pole familia na wengine wote, na nimalize kwa kushukuru Mwenyezi Mungu kwamba yeye ndio alitoa na sasa anatoa, na jina lake lihimidiwe. Asante sana kwa kunisikiliza. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu. Baada ya salamu hizo za pole kutoka kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa heshima na taadhima, inaomba sasa nimkaribishe Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kwa salamu. Mheshimiwa Rais, karibu.
Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wanafamilia wa hayati Mzee Cleopa Msuya, viongozi wote